Tena ukiwa na mimi mtangazaji wako Tony Sari aka Mr. Bumbura, tukiwa ndani ya TV hapa ya West TV. Leo tumetembelea ndani ya maeneo ya beach ya ufukwe hapa Masaki, maeneo ya Zoo Space ama Silkway, lakini tumebezi sana ndani ya upande wa mabaharia. Na tuko na ndugu yetu ambaye anamuita, anajua kujitambulisha mwenyewe na zeni tutajua ni kipi ambacho kinajiri. Bwana bro, mambo yanasemaje? Mambo safi kabisa. Bwana kwema kabisa. Kwema, sijui mambo yanasemaje. Huku mambo kwa mtangazaji yanaenda vizuri. Bwana, kuna maswali kadhaa ambayo inabidi nikuulize na ndugu wa Tanzania wanatamani kujua jinsi ambavyo hapa bandarini mnavyoishi na maisha ya bandarini yapoje kwa watu ambao hawajawahi kuishi maisha ya bandarini ama maisha ya kiuvuvi au baharia. Hivi kwanza nini maana neno baharia? Baharia. Neno baharia ina maana nyingi. Neno maana baharia ina maana nyingine. Baharia kwa sisi huko ukisikia neno baharia ni wale wavuvi. Wavuvi. Wale wanafanya kazi pale kwa chini kule wale wavuvi. Yaani kazi ya kuvua, si ndivyo Alafu baharia nyingine hao ni wasafiri wanafanya kazi kwenye wale ambao wanafanya makazi. Okay, sawa. Makubwa wasafiri wapi? Ma travel wale. Okay. Pia ni mabaharia. Mabaharia. Okay, sawa. Mabaharia. Okay, sawa. Bwana, ndugu yetu ametupa maana, nimesahau kidogo jina lako. Umesema unaitwa nani? Kwa majina naitwa Diego au unaweza kuita Mgumu. Mgumu. Bwana, ndugu yetu Diego ama Mgumu ametupa maana neno baharia. Okay. Sasa ni changamoto gani ambazo mnazipata kipindi mnatoka mazingira ya ufukweni kuingia majini? Changamoto ambazo mnazipata katika kazi zenu za uvuvi. Changamoto gani ndugu yangu? Changamoto zipo nyingi sana. Bila sisi tunahitaji zote kwa uchache. Unajua tunapotoka tukenda huko changamoto zilizokuwepo. Unaweza ukakosa kile ulichokipata, ulichokifuata. Kama kukosa samaki. Kwa sababu hii kazi yetu ni kama kubeti, unaenda kutafuta kitu ambacho ukijua kama kipo au hakipo. Kazi yenu inafanana kama betting yani unaenda kule kama unabashiri utapata ama utakosa. Okay, sasa je, unawashauri vipi wale vijana ambao hawana kazi ila wako juu wanatamani kupata kazi hapa maeneo ya bandarini? Na je, kuna kiingilio chochote ama kuna posho yote au kuna harakati au utaratibu wote wa kufuata, labda CV, elimu ama somi katika kazi? Unaona kazi yetu? Yaani wewe umesoma shule, wewe hujasoma, yaani wherever you want. Yaani unaweza kufanya kazi na hakuna kiingilio. Okay, sawa. Kwani wewe una elimu gani ndugu yangu? Mimi nimeisha darasa la 7. Nafanya hii kazi. Nashukuru nimeanza kazi nilikuwa tangu dogo janja, lakini mpaka sasa hivi mimi ninaoza, nimekabidhiwa chombo kabisa, ninaoza kama ninaongoza watu. Ni kapteni kabisa anasema. Hivi vyombo ambavyo mnavitumia labda kuingia navyo baharini ni kama hiki hapa kikubwa ama ni chombo cha aina gani? Yani labda vitumbwi vitumbwi vidogo vidogo ama mimi ninaoza vyombo vile panaviona vile vile pale. Vile